Ni matumaini yangu huu mzima wa afya, mpenzi msikilizaji wa Simulizi Arena, ni kukaribisha sana katika sehemu ya 17 na sehemu ya 18 simulizi Latifa Dada wa Kazi. Ama naweza nikasema kwamba huu ni mwisho wa simulizi hii ya Latifa Dada wa Kazi katika msimu wa kwanza, yani season 1. Kuna season 2 kama ikiwa tayari, basi tutakuwa nayo tena hapa. Kwa hiyo mpenzi msikilizaji, ni kukaribisha sana kupata simulizi hii katika sehemu ya mwisho. Na ninayekuletea simulizi hii naitwa Victor Dismas Manda kutokea hapa Simulizi Arena, ambaye ni mwandishi pamoja na msimuliaji. Nambari yangu mimi ya simu ni 0716 61 62 79. Na basi mpenzi msikilizaji, kama wewe ndio umeingia hapa ama umesikiliza simulizi hii kuanzia sehemu ya kwanza, ila ulikuwa umesahau kubonyeza neno hilo subscribe, basi leo bonyeza neno hilo ili uwe unapata simulizi nyingine ambazo zitakazokuwa zinakuja hapa ndani ya Simulizi Arena. Na vile vile usiache kuachia maoni yako. Umeionaje simulizi hii kuanzia tumeanza mpaka hapa leo tunafika tamati? Basi mimi nikukaribishe sana katika sehemu hii ya 17 na 18, ila tujikumbushe kidogo wapi ambapo tulipokuwa tumeishia kwenye ile sehemu ya 15 na sehemu ya 16. Ile tulishia pale ambapo Nurati pamoja na Latifa sasa walikuwa kilirejea jijini Dar es Salaam, na sasa walikuwa wamepata kile kitu ambacho walichokuwa wamekifuata, ile pete ambayo Nurati ilisemekana kwamba ndiyo funguo ya kuweza kurudisha kumbukumbu ya Samili. Sasa Nurati alikuwa kwenye mawazo mazito sana wakati wapo kwenye gari kurejea jijini Dar es Salaam, na alikuwa akiwaza mambo mengi sana. Na hapo ndipo tulipokuwa tumeishia kwenye ile sehemu ambayo ilikuwa imepita. Hatujajua nini ambacho kiliendelea kwa sababu bado ile pete haikuwa na ule muunganiko ambao ulikuwa ukihitajika, kile kidude kama almasi hivi, ili iweze kurudisha kumbukumbu ya Mr. Samil. Basi karibu sana mpenzi msikilizaji, tuendelee hapa na sehemu hii ya mwisho, sehemu ya 17 na 18 simulizi Latifa Dada wa Kazi. Karibu sana. Basi safari iliweza pale kuendelea, na kichwani mwa Nurati palikuwa na jina moja tu ambalo ndio lilikuwa likizunguka pale kichwani mwake. Lilikuwa ni jina la Samil, na muda wote lilikuwa likipita pale kwenye akili yake. Nurati alikuwa akiwaza ni jinsi gani ambavyo angeweza kumrudisha Samil katika ardhi yao. Pia alikumbuka maagizo ambayo alikuwa amepewa kwamba afanye kila linalowezekana aweze kumrudisha Samil pamoja na kizazi chao chote katika ardhi yao. Kwa hiyo Nurati alikuwa mbali sana kimawazo. Sasa alianza kukumbuka ni jinsi gani alivyokuwa ameianza safari yake kutoka katika ulimwengu wao kuja katika dunia hii waishio binadamu. Safari ya Nurati ilianza kwenye kasri la kifalme ambalo ndio nyumbani kwa kina Samil, mtoto wa mfalme ambaye alikuwa pia ni mume wake. Sasa Nurati alikuwa akipewa maagizo juu ya kwenda kumchukua Samil ambaye alitokomea na asijulikane ni wapi alipokuwa ameelekea. Nurati binti yetu, tunakutuma kwenda katika ulimwengu ambao haujauzoea, ulimwengu ambao hakuna kati yetu alifanikiwa kuishi ndani yake. Tunakutuma kuchukua damu yetu ambayo imekimbilia huko. Nurati, tunajua ni jinsi gani ambavyo unampenda Samil, na kama kweli unampenda Samil, basi hakikisha anarudi hapa ili achukue ufalme wake. Tunajua utapata shida sana huko unapokwenda kwa sababu hujazoea maisha ya huko, ila tunakupatia hizi chupa, zitakusaidia kwenye kila jambo ambalo utakalokuwa unalifanya huko. Hizi chupa ndio zitakasababisha wewe uweze kuishi katika ulimwengu huo. Kingine Nurati, pindi ukifika pale mpakani, tumia namba hizi
667. Hizi ndizo namba ambazo zitakazofungua milango ya kwenda huko duniani. Umenisikia? Yalikuwa ni maagizo kutokea kwa mfalme wa ulimwengu huo, na kwa muda huo watu walikuwa wengi sana, na walikuwa kitikisa kichwa kuashiria kwamba wanaunga mkono yale aliyokuwa akisema pale mfalme wao. Kwa upande wa Nurati, naye alitikisa kichwa pale kuashiria kwamba alikuwa ameelewa yale ambayo aliyokuwa ameambiwa. Basi Nurati alianza pale kuondoka, lakini aliambiwa asubirie kidogo. Subiri kwanza Nurati. Nilitaka kusahau kitu. Ukifika huko ni vyema kwanza ukatafuta mtu ukaishi ndani yake. Mtu huyo wewe ndiye utakayekuwa unamuongoza kwenye kila kitu na kwenye kila jambo ambalo unalotaka kulifanya. Inatakiwa uchague mwanamke, ndiye anafaa kwenye kutenda jambo hilo. Umenisikia Nurati? Alisema pale malkia wa ardhi ile. Sijakuelewa mama, unamaanisha nini? Nurati, maana yangu ni pindi utakapokuwa kwenye ulimwengu huo unaokwenda kuishi, haitakiwi mtu yoyote akuone mpaka pale utakapofanikiwa kumuona Samir. Na ili uweze kumuona Samir kwa njia nyepesi, lazima uishi ndani ya mtu ambaye yeye ndiye atakayekuwa akikuongoza. Haipaswi uonekane wewe kama wewe, yani kama sisi tunavyokuona. Unaweza kusababisha madhara makubwa sana uko unapokwenda, tena kwa viumbe ambavyo visivyokuwa na hatia. Nurati, wala usiwe na wasiwasi. Yupo mtu ameandaliwa pale kwa ajili yako. Ila kabla haujakutana na huyo mtu, ya kupasa kunywa maji ya hizo chupa. Alafu mkabidhi na umwambie kwamba uhai wako upo ndani ya chupa hizo. Chochote anachotaka kukifanya, mwambie atumie chupa hizo. Ndizo zitakazokuwa zinakupatia wewe nguvu. Pia Nurati, kumbuka, una muda mfupi sana wa kwenda kuitenda kazi hii. Unaweza kwenda, alisema tena pale malkia. Sasa Nurati yeye wala kuwa na la ziada. Baada ya kupewa yale maagizo, aliamua pale kuianza safari yake ya kuja katika ulimwengu ambao tunaishi binadamu wa kawaida, na ulimwengu ambao hakuwahi kabisa kuishi hapo kabla. Lakini sasa wakati alipokuwa akiondoka, aliamua pale kumfuata mdogo wake ambaye alikuwa na masikitiko makubwa sana kumuona dada yake pale akiondoka. Alikuwa akilia sana kwa sababu hakujua kama dada yake angeweza kurejea tena. Nurati yeye alikuwa amemzidi mdogo wake miaka michache tu, na kiukweli walikuwa kipendana sana. Zeisha mdogo wangu, usilie bwana, mimi nitarudi nikiwa salama na kwenda kumchukua Samir, alisema pale Nurati. Dada, twende wote. Kwa nini unaniacha mwenyewe? Nataka twende wote. Zeisha, wala usijali mdogo wangu. Najua unavyonipenda dada yako. Najua unapenda twende wote. Ila hii kazi inanihusu mimi tu peke yangu. Ila kama kitokea kuna tatizo lolote basi nitakwambia, umenisikia? Kama pakitokea sehemu nimekwama, nitakuita, alisema pale Nurati huko akichezea pale nywele za mdogo wake. Kisha akamkumbatia. Dada, mimi nipo tayari kuja muda wowote huo utakaoniita, alisema pale Zeisha na kumkumbatia pia dada yake. Basi walikumbatiana pale kwa muda huku watu wakishuhudia kilichokuwa kikiendelea. Na baada ya muda kidogo, Nurati alianza pale safari ya kuelekea kwenye mpaka wa nchi yao ili aweze kupata njia ya kuelekea duniani. Sasa Nurati akiwa juu ya farasi mweupe asiyekuwa na doa lolote lile, alikuwa akimhimiza farasi huyo aongeze mwendo ili aweze kuwahi pale mpakani. Kichwani mwa Nurati alikuwa akiwaza jinsi atakavyokutana na huyo mtu ambaye atakayekuwa akimuongoza katika safari yake ya kuishi hapo duniani. Basi baada kufika pale katika mpaka wa nchi yao,
Alishuka pale juu ya farasi na kuanza kuzunguka katika maeneo yale kama anaweza kuona njia ya kuelekea huko alipokuwa ameambiwa. Nurati alizunguka pale kama dakika 10 hivi pasipo kuona njia yoyote ile. Ila kwa mbali aliweza pale kuona chumba kidogo ambacho kilikuwa kimejitenga peke yake. Alikifuata chumba kile huku akiangalia pale kwa makini kwenye mlango baada ya kuona kufuli kubwa ambalo hakukuwa na sehemu kuingiza pale funguo. Lakini Nurati alipoangalia pale vizuri, aliweza kuona namba na kukumbuka kwamba kuna namba alikuwa ametajiwa pale na mfalme wao na kuambiwa kwamba namba hizo zingeweza kufungua mlango wa yeye kuelekea pale duniani. Basi Nurati alianza kuzungusha zile namba mpaka pale zilipokuwa zimesoma 667. Taratibu alianza kuona kufuli lile likijiachia na chumba kile kilianza pale kufunguka. Aliingia ndani ya chumba kile ambacho kwa nje usingidhani kama kilikuwa ni chumba kirefu mno. Yaani kwa nje ukikiangalia unaona kama chumba kimoja tu kikiwa kimejitenga hivi peke yake. Lakini ukiingia kwa ndani ni chumba ambacho kilikuwa na korido moja ndefu mno. Na hiyo yote aliweza kuona Nurati baada ya kuingia ndani ya chumba hicho. Basi Nurati alianza pale kutembea kufuata korido ile mpaka pale alipoanza kuona mwanga upande wa pili. Mwanga ule ulikuwa kionyesha kama kuna ulimwengu hivi ambao ulikuwepo upande wa pili, na hiyo ilitokana na mawingu ambayo yalikuwa yakionekana pale kila Nurati alipokuwa akikaribia katika uwazi ule. Basi alipofika pale kwenye ule uwazi, aliona kama kuna kizuizi hivi. Kilikuwa kama kitu kama utandu wa buibui hivi, lakini utandu huu ulikuwa ni wa asili ya maji mazito. Ulikuwa unazuia mtu yoyote kuvuka upande wa pili, japo alikuwa akiweza kuona nini ambacho kilichokuwa kikiendelea katika upande huo. Sasa Nurati aliweza kuona dunia ambayo ndiyo alikuwa kipaswa pale kwenda. Aliona watu ambao walikuwa kifanya pale shughuli zao, japokuwa alikuwa akiwaona pale kwa mbali. Sasa navukaje hapa? Mbona sikupewa maelekezo? Alijiuliza pale Nurati huko akipeleka kidole chake kwenye ule utando ule. Lakini Nurati alijikuta pale akipigwa na kitu kama shoti ya umeme baada ya kugusa utando ule kwa kidole chake. Aliamua pale kurudisha mkono wake nyuma na alikuwa akisikilizia maumivu ambayo yalipona baada ya muda mfupi tu. Alijikuta akiwaza sasa na kuazua ni jinsi gani ambavyo ataweza kupita katika utando ule. Yaani ulikuwa ni kama utando hivi wenye asili ya maji ambao ndio ulikuwa kizuia katika eneo lile, na ilikuwa uweze kuvuka katika ulimwengu ambao tunaoishi sisi huu pasipo kupita katika utando ule. Kwa hiyo Nurati alikuwa ajui ni jinsi gani ambavyo angeweza kupita hapo. Amegusa kwa kidole chake hapo, anajikuta akipigwa shoti. Lakini Nurati baada ya kuwaza kwa muda mrefu, aliweza kukumbuka zile namba ambazo alizokuwa ametajiwa pale na mfalme wao, na zile namba zingeweza kumsaidia yeye kuvuka katika eneo lile. 667 alisema pale Nurati, na huku akipeleka mkono wake katika utando ule. Lakini ghafla Nurati alijikuta pale akivutwa na ule utando, na macho yake yalijifunga kwa muda mrefu bila kuona chochote. Yani masaa mengi yalipita huku macho yake yakiwa yamefunga. Alipokuja kushtuka, alijikuta yupo pembezoni mwa bahari. Aliangaza huku na huko ili kujua ni wapi hapo alipo, lakini hakujua pale ni wapi. Basi Nurati alipeleka macho yake pembeni na kuona maji ya bahari ambayo yalikuwa kivuma kipindi hicho cha alfajiri. Sasa Nurati hakutaka kabisa tena kupoteza muda hapo zaidi ya kuanza pale kutembea ili aweze kumtafuta huyo mtu ambaye angeweza kuwa mwongozaji wake katika ulimwengu huu. Na Nurati alikuwa akitembea pale kwa tahadhari kubwa sana ili asijakaonwa na mtu yoyote yule. Kwa kifupi, hakutakiwa kuonana na mtu yoyote yule mpaka pale atakapofanikiwa kukutana na Samir. Hata kama alikuwa bado hajamchukua, kikubwa ilikuwa tu ni kumuona Samir kwanza, ndio angeweza kufanya mambo mengine na hata isingeweza kuleta shida kwa mtu mwingine
kama angeweza kumuona. Sasa wakati Nurati alipokuwa akitembea kwa mbali, aliweza kumuona mtu anakuja mbele yake. Anaamua kujificha ili mtu yule asiweze kumuona. Baada ya yule mtu kufika karibu yake, Nurati aliweza kumtambua kwamba yule mtu alikuwa ni mwanamke. Alikuwa ni binti mwenye wastani wa miaka 15 hivi mpaka 17. Na Nurati alibaki yeye akimwangalia binti yule mpaka pale alipofika karibu yake. Binti yule alikuwa amebeba ndoo na alikuwa akiashiria kwamba alikuwa akielekea pale kisimani. Alikuwa akitembea taratibu huku akiimba pale nyimbo za kilugha. Sasa Nurati alijikuta akimpenda sana binti huyo. Yaani ghafla tu alijikuta pale akimpenda na kujikuta akimtazama tu bila kufanya jambo lolote lile. Alichukua zile chupa mbili za maji na kunywa kidogo. Baada ya kumaliza, alianza kumfuata yule binti kwa nyuma mpaka pale alipokuwa amefika kisimani. Lakini kwa upande wa binti yule bado alikuwa hajamuona Nurati. Kwa muda huo yeye alikuwa bize pale akiendelea kuchota maji. Ila alijikuta akishangaa kusikia kama sauti za nyayo zikiwa zinakuja pale alipokuwa, na zilikuwa nyuma yake. Aliamua pale kugeuza shingo yake ili aweze kumtazama mtu huyo, na kiukweli moyoni mwake alikuwa na wasiwasi. Lakini alipogeuza macho yake, aliweza pale kumuona mwanamke wa Kiarabu akiwa amesimama huku akimtazama. "Usiogope. Tafadhali, mimi sio mtu mbaya kwako," alisema Nurati baada ya kumuona binti huyo akiwa na wasiwasi mwingi sana. "Wewe ni nani? Unataka nini kwangu?" aliuliza binti huyo, na kwa muda huo alikuwa ameacha kile kitu ambacho alichokuwa kikifanya. "Mimi naitwa Nurati. Nadhani wewe ndiye ninayepaswa kukutana naye," alisema pale Nurati. Lakini yule binti wala hakuweza kabisa kumuelewa anachomaanisha kusema kwamba yeye ndiye alikuwa akipaswa pale kukutana naye. Macho ya Nurati yalikuwa yameganda kwa binti huyo, ambaye yeye alibaki tu akimtazama bila ya kuzungumza kitu. Sasa Nurati anaamua kupeleka macho yake kwenye ndoo ya yule binti na kuona namba 6 ikiwa imechorwa katika ndoo ile. Akarudisha macho yake kwenye lile kopo ambalo alikuwa akitumia yule binti kuchotea maji. Nalo lilikuwa limeandikwa pale namba 6 kwa rangi nyeupe. Lakini Nurati wala hakuishia hapo. Anatazama nguo ambayo alikuwa amevaa binti huyo. Ilikuwa imechorwa namba 7 katika sehemu ya titi lake la kushoto. Sasa Nurati alipoweza kuunganisha zile namba, ziliweza kusoma ile funguo ya kutokea kule ulimwengu wao, namba 667. Hapo ndipo Nurati alipoweza kujiridhisha kwamba mtu ambaye alikuwa kimuona hapo alikuwa ni mtu sahihi kabisa aliyekuwa amepaswa kukutana naye. "Hapa ni wapi? Na jina lako unaitwa nani?" Nurati aliweza pale kumuuliza binti huyo. Lakini binti huyo alikuwa akionyesha kwamba alikuwa na wasiwasi pale na Nurati. "Mimi naitwa Latifa na hapa ni Tanga." "Latifa, unaishi na nani?" "Mimi naishi na bibi yangu. Kwani wewe unataka nini kwangu?" "Latifa, kuanzia sasa hautoishi tena na bibi yako. Wewe utakuwa na mimi siku zote mpaka pale nitakapokamilisha kazi yangu, umenisikia?" alisema pale Nurati huku akimsogelea pale Latifa kwa karibu. "Dada, mbona mimi sikuelewi? Naomba uniache tafadhali." Latifa alisema pale kwa uoga huku akiwa anamtazama pale Nurati ambaye muda huo alikuwa karibu yake. "Latifa, naomba unisaidie kazi yangu nyepesi hapa kwenye ulimwengu wenu. Kuna zawadi kubwa sana ipo kwa ajili yako baada ya kumaliza kazi hii. Kila mmoja huko nilipotoka anajua kwamba nitakutana na wewe
na wewe ndio utakayekuwa mwongozaji wangu kwenye jambo langu ambalo nalifanya hapa. Umesikia Latifa? Alisema pale Nurati kwa makini mkubwa sana na kumfanya Latifa awe anamwangalia tu. Kwani unataka nikufanyie nini dada? Aliuliza pale Latifa kwa upole. Naomba unisikilize Latifa. Natakiwa niishi ndani yako kipindi chote ambacho nipo hapa katika ulimwengu wenu, mpaka pale nitakapomuona mtu ambaye nimemfuata hapa. Alisema pale Nurati, kisha akatoa zile chupa na kumpatia pale Latifa. Nini hiki? Latifa alimuuliza pale Nurati baada ya kupewa zile chupa. Kunywa hayo maji, wala usiogope. Lazima niogope kwa sababu bado mimi sikufahamu. Latifa, naomba uniamini. Sipo hapa kwa ajili ya kukuangamiza wewe wala mtu yoyote yule. Na wewe ndiye mtu ambaye anaweza kunisaidia. Tafadhali, naomba unisaidie. Alisema pale Nurati kwa upole na kiasi kwamba Latifa alikuwa akimwangalia binti huyo wa Kiarabu. Sasa Latifa alijikuta akianza kufungua zile chupa na kuanza kunywa yale maji. Mwili wake ulijikuta ukianza pale kusisimka baada ya kunywa funda moja la maji yale. Jasho nalo lilikuwa likianza pale kumtoka, na mishipa yake ya kichwani ilikuwa imemsimama mithili ya mtu alikuwa akitaka kupiga chafya, lakini alikuwa akishindwa. Alipojaribu kumwangalia yule binti wa Kiarabu, akumuona pale mbele yake. Latifa anaamua kupepesa macho yake huku na huko ili kumwangalia mwanamke huyo alikuwa ameenda wapi, lakini hakufanikiwa pale kumuona. Taratibu Latifa alianza kuhisi ganzi katika mwili wake, na kadri muda ulivyokuwa unazidi kwenda, ganzi ile nayo ndivyo ilivyokuwa ikizidi kuongezeka. Ghafla ganzi ile ikatoweka na kuanza kusikia sauti za watu masikioni mwake. Sauti zile zilikuwa zikimuumiza katika masikio yake na kujikuta pale akishika kichwa chake kama mtu ambaye alikuwa kigombana nacho hivi. Latifa, nipo ndani yako, wala usiogope. Latifa aliweza kusikia sauti hiyo kwenye masikio yake, na ghafla macho yake yaliweza kutoa mwanga mithili ya miale ya jua ichomozayo asubuhi. Hakuwa tena yule Latifa ambaye alikuwa amekuja hapo kisimani kuchota maji, bali alikuwa ni Latifa ambaye anatisha kupita maelezo. Sasa huo ndio ulikuwa mwanzo wa Latifa na Nurati kukutana, na kazi yao ilikuwa ni moja tu, kumtafuta Samir popote alipo. Sasa Latifa na Nurati wanaanza kazi ya kumtafuta Samir mpaka pale walipoingia katika nyumba ya Mr. Jackson. Na vitu vingi ambavyo alivyokuwa kivifanya pale Latifa, alikuwa kiongozwa pale na Nurati ambaye muda wote alikuwa ndani yake. Hakuna mwingine ambaye alifanikiwa kumuona huyo binti wa Kiarabu zaidi ya Dula pamoja na Latifa tu, na hao ndio walifanikiwa kukaa karibu yake. Basi Nurati anatoka pale katika ile kumbukumbu nzito aliyokuwa nayo, jinsi alivyokuwa ametoka pale katika ulimwengu wao mpaka amekutana pale na Latifa, na mpaka alipokuwa ameingia pale katika nyumba ya Mr. Jackson. Sasa wakati huo walikuwa tayari wameshafika pale jijini Dar es Salaam, na walianza kuelekea pale nyumbani kwa Dula kwa ajili ya kumwacha, kwa sababu kazi ilikuwa imebaki kwa upande wao tu, kutafuta kile kitu ambacho kingeleta pale muunganiko katika ile pete na kutengeneza funguo. Dula, tunashukuru sana kwa ushirikiano wako. Sasa unaweza kuendelea na mambo yako mengine. Pia tunaomba usije kumwambia mtu yoyote kuhusu kilichotokea, umenisikia? Alisema pale Nurati huko akimwangalia Dula ambaye kwa muda huo alikuwa akimwangalia pale Latifa. Lakini Dula wala hakuwa na la kuzungumza zaidi ya kuwa kimya tu. Latifa yeye alitoa pale begi dogo na kumpatia Dula kama zawadi.
Sasa baada ya kumpatia begi lile, Latifa pamoja na Nurati wala wakupoteza muda pale zaidi ya kumwacha Dula akiwatazama tu walivyokuwa akiondoka. Dula anaamua kuingia pale ndani na kuanza kufungua begi lake ili ajue ni kitu gani ambacho kipo ndani yake. Lakini Dula alipofungua begi lile alikutana na pesa za kutosha katika begi lile dogo. Ila cha ajabu ni pale Dula alipoona kitu kingine tofauti kabisa. Nini hiki? Alijiuliza huku mkononi mwake akiwa ameshika chupa ndogo iliyokuwa na maji mekundu ndani yake. Alibaki akitazama chupa ile na wala hakujua yale maji yalikuwa na kazi gani. Aliamua kuiweka chupa ile pembeni na kujilaza kitandani kutokana na uchovu aliyokuwa nao. Dula alikuwa akijifikiria ni jinsi gani alivyokuwa ameponea pale chupu katika mikono ya Latifa na Nurati. Alikuwa akiwafikiria wale wanawake wawili na kujikuta akikosa kabisa majibu yake. Basi Dula anajikuta pale akipitiwa na usingizi pasipo kujua. Sasa kwa upande wa Latifa pamoja na Nurati, wao moja kwa moja walielekea pale nyumbani kwa Mr. Jackson. Na muda huo Nurati yeye alikuwa ndani pale ya Latifa kwa sababu hakutaka mtu yeyote aweze kumuona. Kwa hiyo Latifa yeye alikuwa akionekana pale peke yake, lakini kila kitu alikuwa akitegemea maelekezo pale kutokea kwa Nurati. Alipofika karibu ya nyumba ile ya Mr. Jackson, Nurati alimwambia pale Latifa asimame kwanza na kukaa pembezoni mwa geti lile ili aweze kufanya kitu kwanza. Latifa, subiri dakika moja, kuna mtu anakuja hapa kukupokea, umenisikia? Sauti ya Nurati ilisikika pale ikimwambia Latifa, sawa dada, nimekuelewa. Basi Latifa alifanya kama vile alivyokuwa ameambiwa na Nurati. Alikaa pale pembezoni mwa geti la nyumba ile ya Mr. Jackson. Na baada kama ya dakika moja hivi, alimwona yule Latifa ambaye alikuwa ameletwa pale kimiujiza akitoka pale ndani ya nyumba ile ya Mr. Jackson. Basi Latifa yule wa miujiza alimfuata pale Latifa dada wa kazi pale alipokuwa. Na ghafla alijikuta akitoweka bila kujulikana wapi alipoenda. Lakini Latifa aliweza pale kuhisi uzito katika mwili wake tofauti kabisa pale na mwanzoni. Latifa, sasa unaweza kwenda ndani. Wala usiogope, mimi na mdogo wangu Zesha tupo ndani yako, tunakuongoza. Mengine nitakuelekeza tukifika huko ndani. Umenisikia Latifa, unaweza kwenda. Aliongea pale Nurati. Basi Latifa wala akuzungumza zaidi ya kuanza kuelekea ndani ya nyumba ile. Lakini Latifa alipokuwa amefika pale mlangoni alimkuta Mr. Jackson akiwa amesimama. Linda, Richard pamoja na Lilian wao walikuwa wamekaa pale sebuleni kwenye makochi. Kwa muonekano wa pale ulimpa wasiwasi kidogo Latifa kwa sababu walikuwa kama wakijadili kitu hivi. Unatoka wapi? Lilikuwa ni swali kutokea pale kwa Mr. Jackson akimuuliza Latifa baada tu ya kufika pale mlangoni. Latifa alijikuta pale akibabaika kidogo baada ya kuulizwa swali lile na Mr. Jackson, lakini aliamua kujikaza na kujibu bila kuonyesha wasiwasi wowote ule. Nilikuwa nje kaka. Ulienda kufanya nini nje asubuhi? Aliuliza tena pale Mr. Jackson. Yaani kama Mr. Jackson kuna kitu hivi alikuwa amegutushwa hivi kuhusu huyo Latifa huyo. Nilikuwa najihisi vibaya kwa hiyo nilikwenda kuota jua nje, alisema pale Latifa, na safari alikuwa akiwatazama pale wakina Lilian ambao walikuwa akimtazama yeye pale alipokuwa akiulizwa maswali na Mr. Jackson. Sawa Latifa, ingia ndani. Basi Latifa anaingia pale ndani na kusimama pale sebuleni. Shikamoo dada. Anamsalimia pale Lilian ambaye kwa muda huo alikuwa amemshika mtoto katika mkono wake. Maraba, ujambo Latifa? Alijibu pale Lilian huku akimtikisa pale mtoto wake kama kumbembeleza hivi.
Lakini sasa wakati Lilian alipokuwa pale akimtikisa mtoto wake, nguo ambayo alikuwa amevaa ilifunuka pale kidogo, na kwenye sehemu ya kifua chake palionyesha pale pana mkufu ambao alikuwa amepewa pale na Mr. Jackson. Latifa alijikuta akitazama sana mkufu ule, na alitazama kwa muda mrefu kiasi kwamba mpaka Lilian mwenyewe alikuwa akimshangaa pale. Naye akajikuta pale akimuuliza Latifa, "Wewe, mbona unanishangaa sana?" "Amna dada, nimeupenda mkufu wako," alisema pale Latifa, kiasi kwamba kila mmoja aliyekuwepo pale aliweza kumshangaa kwa sababu hawakuzoea kumuona Latifa akiwa anaongea kama hivyo. Basi Mr. Jackson naye anajikuta akitazama mkufu ule ambao alikuwa amevaa pale Lilian. Alihisi kama kuna kitu hivi kimepita pale kwenye akili yake na kupotea ghafla. Sasa Mr. Jackson anajikuta akitikisa kichwa mithili ya mtu ambaye alikuwa akitaka kukumbuka jambo fulani hivi, lakini alikuwa akishindwa. Alipeleka macho yake kwa Latifa na kumwangalia binti huyo pasipo kuzungumza. "Mke wangu, hebu twende chumbani mara moja. Jamani, tunakuja mara moja," alisema pale Mr. Jackson na kumchukua mke wake kisha wakaelekea pale chumbani kwao. Latifa, Linda, Richard pamoja na yule mdogo wao mwingine walikuwa wamebaki pale sebuleni, na Latifa alikuwa amesimama pale pale alipokuwa mwanzoni. "Latifa rafiki yangu, unajua nimekukumbuka sana," alisema pale Linda na kumfanya Latifa amshangae kwa sababu alikuwa hajamuelewa. "Linda, sijakuelewa umenikumbukaje na wakati siku zote tupo hapa nyumbani?" Latifa, tafadhali, hakuna muda wa kupoteza. Tuna masaa machache sana ya kutafuta kile kitu. Nahisi kuchoka sana Latifa. Naomba uende chumbani kwako ukanywe yale maji. Lakini kabla Latifa hajakaa pale ambapo alipokuwa amekaa Linda, aliweza kusikia sauti ya Nurati ikimpatia maelekezo hayo. Ikabidi sasa Latifa agaili kukaa pale na kuelekea chumbani akafanya kama alivyokuwa ameelekezwa pale na Nurati. Alipofika pale chumbani, kitu cha kwanza ilikuwa ni kuchukua zile chupa za maji ili aweze kunywa. Lakini cha ajabu, Latifa aliweza kuona chupa moja tu ndio ilikuwepo pale na chupa nyingine akujua imeenda wapi. Ila chupa ile ilikuwa na maji machache sana. "Dada, naona chupa moja tu hapa, nyingine sijui imekwenda wapi." Latifa alijikuta pale akiuliza baada ya kuona chupa moja tu. Lakini Latifa wala kupata jibu lolote kutokea pale kwa Nurati, zaidi ya kuhisi kitu kama mgurumo wa ajabu kichwani mwake. Macho ya Latifa yalibadilika na kuwa mekundu huku yakichuruzika damu. Muda huo ndio Linda naye alikuwa akiingia pale chumbani na kukuta hali hiyo. Latifa. Alijikuta akiita Linda pale kwa sauti ambayo iligoma kabisa kutoka na kujikuta akipoteza fahamu pale. Baada ya kukuta Latifa akiwa katika hali ya kutisha, macho ya Latifa yalikuwa kitoa damu na haikujulikana nini ambacho kilichokuwa kimemkumba Latifa kwa wakati huo. Lakini hali ya Latifa ghafla iliweza pale kubadilika na kuwa katika hali yake ya kawaida. Alipokaa sawa, aliweza pale kumwona Linda akiwa amedondoka pale chini na kupoteza fahamu. Latifa alipoangalia pembeni, alimuona yule Latifa wa kimiujiza akiwa amesimama, na walikuwa kitazamana tu pasipo kuzungumza mpaka pale Latifa dada wa kazi alipoamua kumuuliza yule Latifa wa kimiujiza, "Mbona nahisi tofauti sasa? Nurati yuko wapi?" aliuliza pale Latifa. Ila kwa macho yalikuwa kitoa machozi kutokea kwa yule Latifa wa kimiujiza. Alikuwa kimuonyeshia ishara Latifa dada wa kazi kwamba atazame pale kitandani. Latifa anatazama pale kitandani na kumuona Nurati akiwa amelala huku akiwa anatetemeka kama mtu ambaye alikuwa akihisi baridi.
Latifa dada wa kazi alijikuta akishtuka sana na kumwangalia yule Latifa mwingine wa kimiujiza. Latifa, tuna muda mchache sana wa kuhakikisha dada yangu apoteze maisha. Naomba tufanye juu chini, dada yangu aweze kupona. Nenda kamuonyeshe Samil hiyo pete, atajua atatusaidiaje. Nenda kamwambie kwamba dada yangu yupo kwenye matatizo. Hakuna haja ya kujificha tena Latifa. Nenda karudishe uzima wa dada yangu, alisema Latifa akimeujiza huko akilia. Latifa yeye alibaki tu akiwa amezubaa, asijue ni kitu gani cha kufanya. Alimwangalia Linda aliyekuwa amezimia pale chini, kisha akamwangalia Nurati ambaye yeye alikuwa amelala pale kitandani na alikuwa kitetemeka. Sasa Latifa alianza kukumbuka kwamba kuna begi alikuwa amempatia Dula, na begi hilo ndio lilikuwa na ile chupa ambayo ilitakiwa kuchanganywa na maji ya chupa aliyokuwa nayo kwa muda ule ili aweze kumpatia pale Nurati. Lakini hata kama wangeweza kurudisha uzima wa Nurati kwa muda ule, ilikuwa ni lazima waweze kutafuta kile kidude ambacho kingeweza kuleta muunganiko katika ile pete. Kwa hiyo Latifa alikuwa amebaki tu ameshika mkononi mwake chupa ile, pasipo kujua ni kitu gani aweze kufanya. Latifa, nenda kwa Mr. Jackson, muonyeshe hiyo pete, alisema yule Latifa akimeujiza, na safari hii alikuwepo pale kitandani alipokuwa Nurati. Sawa, na kwenda sasa hivi, alijibu pale Latifa dada wa kazi. Lakini wakati yale yakiwa yanaendelea pale chumbani kwa kina Latifa, nje ya nyumba ya Mr. Jackson kuna kengele ilikuwa ikisikika, lakini hakuna mtu alionekana kwenda kufungua mlango ule. Kengele ile ilizidi pale kusikika kwa muda mrefu, lakini bado hakuna aliyetoka pale kufungua mlango. Ila baada ya muda kidogo alionekana pale Mr. Jackson akitoka pale kwenda kufungua mlango kwenye nyumba yake ile. Shikamo kaka, ilikuwa ni salamu ambayo alikuwa amepata pale Mr. Jackson baada ya kufungua mlango. Marahaba. Wewe? Ni wewe? Mr. Jackson aliweza pale kujibu salamu ile, lakini alijikuta pale akimuuliza mtu swali ambalo kama walikuwa kifahamiana hivi. Kaka, ni wewe? Mtu alijikuta pale akimuuliza pale Mr. Jackson. Na mpenzi msikilizaji, hakuwa mtu mwingine bali alikuwa ni Dula ndiye alikuwa amekuja hapo katika nyumba ya Mr. Jackson. Na Dula alikuwa ameleta chupa ile baada ya kuhisi kwamba ilikuwa imesaulika pale bahati mbaya. Dula hakuwa akipafahamu hapo nyumbani kwa kina Latifa, lakini alijikuta tu akiwa amefika hapo pasipo kuelekezwa. Sasa Dula na Mr. Jackson waliweza kabisa pale kutambuana kwa sababu walikuwa wamekutana miaka 5 nyuma mkoani Mtwara. Kila mmoja alishangaa sana kumuona mwenzake pale, japo kwa upande wa Dula ndiye alikuwa kishangaa zaidi kwa sababu muda mchache tu walitoka kutafuta kitu ambacho alikuwa amepewa na mtu huyo. Umefuata nini hapa? aliuliza pale Mr. Jackson, na alikuwa kimtazama pale Dula usoni. Kaka, mimi nina shida na Latifa mara moja, alisema pale Dula, na kiukweli alimshangaza sana Mr. Jackson. Kama tunavyojua Latifa muda mwingi yeye alikuwa kishinda hapo ndani, sasa imekuwaje aweze kufahamiana na huyo kijana huyo? Kwa hiyo Mr. Jackson akujua kuna mahusiano gani kati ya Dula na Latifa dada wa kazi. Kaka, lakini kabla Mr. Jackson hajamuuliza swali jingine, Dula alishangaa kusikia sauti ikiita pale nyuma yake. Alipogeuza macho yake alimuona Latifa akiwa amesimama huku mkononi mwake akiwa ameshika ile pete ambayo alikuwa amefuata kule mkoani Mtwara. Kiukweli kitendo kile kiliweza pale kumshtua Mr. Jackson baada ya kuona ile pete katika mikono ya Latifa.
Sasa bila kutegemea, Mr. Jackson anajikuta kidondosha chozi katika jicho lake la kushoto, na kumbukumbu ya matukio ya nyuma ilianza kupita pale katika akili yake, kuanzia ile siku ambayo alikuwa ametoka pale nyumbani kwao. Alikumbuka chanzo cha yeye kuondoka pale nyumbani kwao bila kumwaga mtu yeyote yule. Chanzo kilikuwa hivi: ilikuwa ni baada ya vita kati ya falme yao na falme nyingine katika ulimwengu wao. Na vita ilikuwa ni kugombea mpaka ambao ulikuwa kimilikiwa na ufalme wao, na vita ile kikweli ilisababisha maafa makubwa sana kwa upande wao. Sasa yeye kama kiongozi wa vita ile na mtoto wa mfalme, ilibidi aweze kupokea lawama nyingi sana kutokea kwa baba yake, na lawama ziliweza kuzidi pale baada ya baba yake kumtamkia kwamba chanzo cha yeye kushindwa katika vita ile ni kuoa mapema kabla kumaliza yale matatizo ambayo yalikuwa kikabili pale katika ufalme wao. Yani kitendo cha kuoa mapema ndicho kimesababisha yeye kushindwa katika vita ile. Sasa kitendo cha kupokea lawama kila siku kiliweza kumkera na kujikuta akichukua uamuzi wa kuondoka pale nyumbani kwao. Aliwaacha familia yake pamoja na mke wake, na huo ndio ulikuwa mwanzo wa yeye kutokomea kwake na kuapa kutokurejea tena katika ulimwengu wao. Sasa Mr. Jackson alijikuta akikumbuka sana mambo mengi, na aliweza kujua yeye ni nani na kwa nini yupo pale. Kaka Jackson aliita tena pale Latifa baada ya kumwona Mr. Jackson akiwa amezubaa. Hapana, jina langu mimi sio Jackson, naitwa Samuel, alisema pale Jackson, na alikuwa akimwangalia pale Latifa na kufanya Latifa atabasamu kwa sababu alijua kwamba kumbukumbu zake sasa zilikuwa zimesharejea. Latifa, Nurhat yupo wapi? aliuliza pale Mr. Jackson, na alikuwa akimtazama pale Latifa. Basi Latifa alimfuata pale Mr. Jackson na kumpatia ile pete, kisha akamshika mkono na kuelekea pale chumbani kwake. Dula naye wala hakutaka kabisa pale kungoja zaidi ya kuwafuata bila hata kuambiwa. Lakini kumbe wakati yote yale yalipokuwa akiendelea pale, Richard ambaye mdogo wake na Lilian alikuwa akishuhudia, aliamua kuelekea pale chumbani kwa dada yake ili aweze kumwelekeza kile alichokuwa amekiona. Nurhat, aliita pale Mr. Jackson baada ya kufika pale chumbani na kumkuta Nurhat akiwa pale kitandani akitetemeka. Jackson anakwenda pale na kumshika Nurhat ambaye kwa muda huo alikuwa pale kwenye mapaja ya yule Latifa wakimiujiza. Hakuwa na wazo na Linda ambaye yeye bado alikuwa amelala pale chini, huku akiwa amepoteza fahamu, asijue ni kitu gani ambacho kilichokuwa kikiendelea katika ulimwengu huu. Zaisha, nini kimetokea? aliuliza pale Mr. Jackson ambaye kwa sasa alikuwa amejitambua kabisa kwamba yeye ni nani. Samuel, naomba msaidie dada, anaweza kupoteza maisha hapa, alisema pale Zaisha ambaye kwa muda huo bado alikuwa katika ile sura ya Latifa dada wa kazi. Dula aliamua kutoa ile chupa na kumkabidhi pale Latifa ambaye kwa muda huo yeye alikuwa pembezoni pale. Sasa Latifa baada ya kupewa chupa ile moja kwa moja alielekea mpaka pale alipokuwa Nurhat, kisha akamnywesha baada ya kuchanganya na yale maji mengine. Nurhat sasa anatulia tuli na kuacha kutetemeka. Jasho ambalo lilikuwa likitoka hapo awali sasa lilikuwa limeacha kutoka, lakini bado alikuwa amefumba macho yake asiweze kufumbua. Sasa Jackson baada ya kuona hali hiyo alitoka pale na kusimama, kisha akaanza kuvaa ile pete yake aliyokuwa amepewa na Latifa. Baada ya kuvaa pete ile, ilisikika sauti ya radi na ghafla mvua kubwa ilianza pale kunyesha. Umeme ulikatika ghafla na pale ndani hakukuwa na mtu aliyeweza kumuona mwenzake. Sauti za mtu akiema kwa nguvu zilikuwa zikisikika, lakini hakuna mtu aliyeweza kumuona mtu huyo. Ghafla umeme ulirudi pale na kila mmoja aliweza kumuona mwenzake.
Latifa aliweza kumwona mwanaume wa Kiarabu aliyekuwa mtanashati kweli kweli. Alikuwa amesimama pale chumbani. Hakuweza kabisa kumuona Mr. Jackson pale zaidi ya mwanaume huyo. Alipeleka macho yake pembeni pale alipokuwa Nurati. Alimuona yule Latifa wa kimiujiza, na sasa alikuwa amebadilika na kuwa binti wa Kiarabu mwenye sura nzuri ya kuvutia. Muda huo Linda naye alikuwa ameamka na alikuwa akishangaa tu kuona wale watu ambao walikuwa pale chumbani kwao. Kiukweli alikuwa akiogopa sana, lakini alikuwa hawezi kufanya chochote kwa sababu mwili wake bado haukuwa na nguvu, yani kama ulikuwa umepigwa na ganzi hivi. Basi muda huo Lilian naye ndiye alikuwa akiingia pale chumbani na kukuta hali ile. Alikuwa ameingia pale akiwa na Richard na yule mdogo wao wa mwisho yule ambaye ni Baraka. Na Lilian yeye alikuwa peke yake, huku mtoto wake yeye akiwa amebebwa pale na mdogo wake ambaye ni Richard. Nini kinaendelea humu ndani? Ninyi ni wakina nani? Aliuliza pale Lilian baada ya kufika pale ndani na kukuta ile hali ikiwa inaendelea pale chumbani kwa Latifa. Lakini hakuna mtu ambaye aliweza pale kujibu na kumfanya Lilian amwangalie pale Latifa. Kisha akamwangalia mdogo wake ambaye alikuwepo pale chini amekaa asifanye chochote. Latifa, umemfanya nini mdogo wangu? Na hawa ni wakina nani? Mbona au nijibu? Aliuliza pale Lilian kwa hasira. Mke wangu, naomba uwe na subira. Yote utayajua ndani ya muda mfupi tu kuanzia sasa, alisema pale Samuel ambaye ni Mr. Jackson, na kufanya Lilian asiweze kabisa kumuelewa kwa sababu huyo mtu alikuwa na muonekano wa mwanaume wa Kiarabu. Lakini kabla Lilian hajauliza chochote kile, Samuel alianza pale kuongea. Mke wangu Lilian, jina langu mimi naitwa Samuel, ila wewe unanijua mimi hapa kama Jackson. Mimi sio kiumbe cha ulimwengu huu, bali nilikuja kutokana na matatizo ambayo yalikuwa yametokea huko nitokako. Unamwona pale akiwa amelala ni mke wangu, anaitwa Nurati. Najua sio mara yako ya kwanza kusikia jina hilo, ila kubahatika kumuona. Lilian, naomba unisamehe sana kwa kutokuyasema hayo mapema, kwa sababu hata mimi sikuwa nikikumbuka chochote baada ya kufika katika ulimwengu wenu. Naomba unisamehe kwa hilo, alisema pale Mr. Jackson. Ila alinyamaza kidogo baada ya kusikia mtu akikohoa pale kitandani. Alipoangalia aliweza pale kumuona Nurati akiwa amefumbua macho yake, ila alikuwa hawezi pale kuzungumza. Jackson alisogea mpaka pale alipokuwa Nurati na kumshika. Nurati alikuwa akitoa machozi huko akitabasamu baada ya kumuona Samuel ambaye sisi tunamfahamu kama Mr. Jackson. Hakutaka kabisa kuamini kwamba yule alikuwa akimuona alikuwa ni mume wake. Samuel, alita Nurati huko akipeleka mkono wake kwenye shavu la Mr. Jackson. Mke wangu Nurati, alisema pale Mr. Jackson huko akishika mkono wa Nurati ambao kwa muda huo ulikuwa pale shavuni mwake. Samuel, sina muda wa kuishi hapa, naomba tuondoke mume wangu. Familia inakusubiri wewe uwe mfalme. Naomba usamehe yote yaliyopita Samuel. Nimekuja kukufuata wewe kwa sababu nakupenda, alisema pale Nurati huko machozi yakimtoka na kufanya Mr. Jackson naye machozi yamdondoke. Ila kwa muda wote tunajua kabisa kwamba Mr. Jackson alikuwa katika lile umbo la mwanaume wa Kiarabu. Samuel mwenyewe huyo kabisa. Kiukweli upande wa Lilian, Latifa, Dula, Richard na wengine wote, wao walikuwa kishuhudia tu jinsi sinema ambayo ilikuwa kiendelea pale
kati ya Mr. Jackson na Nurati. Lilian yeye alikuwa kikodoa tu macho yake kwa sababu hakutaka kabisa kuamini kwamba yule alikuwa kimuona pale alikuwa ni mume wake. Na Linda naye aliweza sasa kukumbuka kuhusu yale yalikuwa kitokea kipindi cha nyuma. Kwa upande wa Richard ambaye yeye alikuwa amesahau kila kitu, naye aliweza kukumbuka kuhusu binti huyo wa Kiarabu ambaye alikuwa amemuona siku ile alipokuwa akitaka kufanya mapenzi pale na Latifa. Ila kwa upande wa Latifa yeye swala lile wala alikuwa geni kwake, kwa sababu yeye ndiye alikuwa anahusika na kila kitu kwenye kuhakikisha kwamba Nurati anafika pale nyumbani kwa Mr. Jackson. Ila kwa upande mwingine Latifa yeye alikuwa na furaha sana kwa sababu alisi kabisa kwamba anakwenda kukamilisha kazi yake ambayo ilikuwa imemleta pale. Latifa alikuwa amepakumbuka sana nyumbani kwao, hasa bibi yake ambaye alikuwa hajamuona kwa siku nyingi tangu alipokuwa ameingia katika kazi ile ya kumtafuta Samil. Lilian, naomba nipatie huo mkufu tafadhali, alisema pale Mr. Jackson, na muda huo bado alikuwa pale alipokuwa Nurati. Sasa Lilian yeye alikuwa akimwangalia pale Mr. Jackson huko machozi akichukua nafasi yake. Basi Latifa anasogea mpaka pale alipokuwa Lilian na kunyosha mkono kuashiria kwamba mkabidhi ule mkufu ili ampelekee pale Mr. Jackson. Basi Lilian wala hakuwa na jinsi zaidi ya kumpatia Latifa mkufu ule. Na Latifa baada ya kupewa mkufu ule aliupeleka pale kwa Mr. Jackson. Nurati, nimekubali ombi lako la kurudi nyumbani. Naomba unisamehe kwa kusababishia matatizo ya kuja huku. Nakupenda sana mke wangu. Aliongea pale Mr. Jackson na kumgeukia pale Lilian ambaye alikuwa amesimama huku asiamini kinachoendelea. Lilian, asante sana kwa kunihifadhi kwa kipindi chote hiki ambacho nimeishi hapa. Wewe ni mwanamke ambaye umeweza kubeba roho kama aliyokuwa nayo Nurati. Nashukuru sana kwa uvumilivu wako kwangu tokea siku ya kwanza na kukutana na wewe. Mimi naondoka Lilian. Ila kumbuka kila kitu nilichokiacha hapa kitakuwa mali yako na nitakupatia vingine zaidi. Mimi naondoka na mtoto kwa sababu hapaswi kuendelea kuwa hapa. Acha nirudi naye kule katika ulimwengu wetu. Kule ndipo anapostahili kuishi, alisema pale Mr. Jackson. Lakini Lilian yeye alitikisa kichwa kuashiria kwamba swala la kuondoka na mtoto lilikuwa haliwezekani. Lakini Mr. Jackson wala hakutaka kuzungumza zaidi ya kumwangalia pale Lilian, kisha akamwangalia pale Nurati ambaye naye alikuwa akimwangalia pale Lilian. Basi Mr. Jackson anaamua kufungua kile kidani cha mkufu ule na kutoa kile kidude ambacho kilichokuwa kiking'aa mithili ya almasi. Lakini Latifa, Zeisha, Dola pamoja na Nurati wao walikuwa wamekodoa pale macho yao kuangalia kile kidude kwa sababu kwa muda mrefu walikuwa kikitafuta. Na hicho kidude ndicho kingeweza kutengeneza muunganiko wa kurudisha pale kumbukumbu ya Mr. Jackson na ikiwezekana waweze kurejea kule katika ulimwengu wao. Sasa Latifa alijikuta akitabasamu kwa sababu sasa kazi yake ilikuwa imeshakamilika na sasa alikuwa akisubiri tu Nurati na wenzake waweze kuondoka. Lilian, naomba unisamehe, alisema pale Mr. Jackson, kisha akaweka kile kidude kwenye ule wazi wa ile pete. Basi mara ghafla rangi ya mule ndani iliweza kubadilika na kuwa rangi ya dhahabu. Lilian yeye alibaki tu akiwa amekodoa macho yake baada ya kumwona mtoto wake akiwa kwenye mikono ya Mr. Jackson ambaye kwa sasa alikuwa katika muonekano wa mwanaume wa Kiarabu. Kiukweli Lilian alilia sana kwa sababu alijua ni kitu gani ambacho kilikuwa kikiendelea pale. Alijua fika kabisa kwamba walikuwa wakiondoka pale na mtoto wake. Sasa kwa mbali kiliweza kuonekana chumba ambacho kilikuwa kinawaka mwanga wa dhahabu. Na chumba kile kilikuwa kimefanana kabisa na chumba ambacho kilichokuwa katika ule mpaka wa kule nyumbani kakina Nurati. Yani pale mpakane kule. Latifa mdogo wangu, kama nilivyokuambia,
nina zawadi yako nimeiandaa kwa ajili yako. Ukifika nyumbani kwenu utaikuta zawadi yako. Pia nashukuru sana kwa yote ambayo umenifanyia katika ulimwengu wenu. Mimi nakwenda Latifa, na sijajua kama itatokea siku tutaonana tena, ila nitakukumbuka sana kipindi chote cha maisha yangu uko niendako. Pia Latifa, nilikuwa nikitaka kusahau, huyu unayemwona hapa ni mdogo wangu anaitwa Zeisha, alisema pale Nurati. Kisha kamgeukia pale Dula. Na muda huo Nurati, Jackson pamoja na Zeisha pamoja na mtoto wa Mr. Jackson walikuwa kielekea katika uelekeo wa kile chumba ambacho kilichokuwa kimetokea pale baada ule mwanga wa dhahabu kutokea katika chumba kile cha Mr. Jackson. Dula, nashukuru sana kwa kujitoa kwako. Nawe nitakukumbuka pia, alisema vile Nurati. Kisha kamgeukia pale mume wake. Namba 20 Samil, alisema pale Nurati na kumshika mkono Mr. Jackson. Mr. Jackson yeye alibaki tu akimwangalia pale Lilian, ambaye bado alikuwa akilia kwa uchungu. Alikuwa akimwonea huruma sana mwanamke huyo mpole ambaye alijitoa kwake kwa kipindi chote hicho alichokuwa kiishi katika ulimwengu huu. Lakini sasa Mr. Jackson wala hakuwa na namna, kwa sababu tayari alipaswa kurudi kule alipokuwa ametokea na kuacha kila kitu ambacho kipo katika ulimwengu huu. Kwa heri Lilian, alisema pale Mr. Jackson na kuanza kuondoka. Dada, kwa heri, nitakukumbuka sana, alisema pale Latifa baada ya kumwona Nurati akiwa anaondoka. Basi Nurati yeye alikuwa kimpungia mkono Latifa kumuaga, na hakuna ambaye alikuwa kitaka kukaa hapo tena, kwa sababu kitendo cha kupoteza muda basi kingeweza kusababisha madhara makubwa sana kwa Nurati. Walikifuata kile chumba, na safari wala hawakuandika namba, bali Mr. Jackson aligusisha ile pete na mlango uliweza pale kufunguka. Sasa Nurati, Mr. Jackson ambaye ni Samil, Zeisha na mtoto wa Mr. Jackson sasa walikuwa wameingia ndani ya chumba kile. Na baada ya kuingia pale, mlango wa chumba kile uliweza kujifunga. Ghafla pale ndani paliweza kubadilika na kuwa kwenye hali yake ya kawaida. Mwanga uliweza kurudi pale katika hali yake ya kawaida, na wala kile chumba ambacho walichokuwa wameingia wakina Nurati akikuonekana tena. Lilian bado yeye alikuwa akilia kwa uchungu sana baada ya mtoto wake kuchukuliwa pale na Jackson. Linda aliamua kumfuata pale alipokuwa dada yake na kuanza kumbembeleza, huku macho yake akimwangalia pale Latifa ambaye alikuwa amesimama tu bila kujua afanye kitu gani. Wewe ni mtu mbaya sana wewe. Wewe ni mtu mbaya Latifa, alisema pale Linda, na alikuwa akimwangalia pale Latifa kwa hasira. Linda, hata nikijitetea vipi nahisi hawezi kunielewa, ila acha mambo mengine hawezi kuendelea, ila mimi sio mbaya kama unavyodhani, alisema pale Latifa. Na muda huo Dula alikuwa anamwangalia pale tu Latifa. Latifa, naomba uondoke hapa nyumbani kwangu haraka iwezekanavyo, alisema pale Lilian kwa hasira baada ya kunyamaza, kauli ambayo Latifa wala hakutaka kabisa pale kuipinga. Nashukuru dada kwa kipindi chote ambacho nimeishi ndani mwenu. Linda, nashukuru sana kwa kuwa mwema kwangu siku zote. Wewe ni rafiki mzuri sana. Natumai kuna siku tutaonana tena, alisema pale Latifa na kwenda kuchukua begi lake. Hakuna ambaye alikuwa akitaka pale kumsemesha tena Latifa zaidi ya kumwacha pale aondoke zake. Kila mmoja ndani ya nyumba ile alitokea pale kumchukia Latifa, kwa sababu alisi yeye ndio chanzo cha mambo yote yalikotokea. Latifa alitoka nje huku akiwa ameongozana pale na Dula.
na hakuna aliyekuwa akimwongelesha mwenzake. Lakini Dula aliamua pale kujikaza kiume na kuanza kuongea pale na Latifa. Latifa, unakwenda wapi sasa? Natakiwa kwenda nyumbani. Acha nirudi Tanga sababu nimemkumbuka sana bibi yangu, alisema pale Latifa, na alikuwa akizidisha pale mwendo. Usifanye hivyo Latifa. Naomba pumzike kwanza kwa sababu nahisi umechoka sana. Mimi nipo tayari kukupatia sehemu ya kupumzika mpaka pale utakapokuwa sawa. Kumbuka umetoka kufanya kazi nzito sana Latifa. Naomba pumzike. Nashukuru sana Dula kwa msaada wako. Acha mimi nirudi nyumbani, alisema pale Latifa. Lakini Dula aliamua pale kumsimamisha Latifa, kisha akashika pale mabega yake. Latifa, najua unahisi kwamba kila mtu anakuchukia. Hapana. Mimi ni mmoja kati ya watu wanaokupenda, japo nimeshuhudia mambo mengi sana kutokea kwako. Latifa, naomba uamini kwamba Dula anakupenda, alisema pale Dula kwa sauti ya upole. Na Latifa alijikuta akiwa mpole kumsikiliza Dula. Picha iliweza kumrudisha siku ya kwanza kabisa kukutana na kijana huyo. Hakuwa Dula ambaye alikuwa akizungumza kwa muda huu. Dula alikuwa akizungumza kama mwanaume mwenye akili timamu, sio kama siku ile ya kwanza aliyokuwa amekutana naye. Basi Latifa wala hakuwa na la kupinga zaidi ya kumsikiliza Dula. Na kiukweli Latifa alikuwa amechoka sana kutokana na zile pilika zilizokuwa zimetokea. Basi Latifa anaongozana na Dula mpaka nyumbani kwake. Na Dula alimwandalia pale mgeni wake kila kitu ili asijisikie vibaya katika moyo wake. Latifa alianza kuwa huru kwa sababu alianza kumzoea Dula kutokana na ucheshi aliokuwa nao kijana huyo. Lakini mazoea yaliweza kufika mbali zaidi na kujikuta wakianzisha pale mahusiano. Na hakuna ambaye aliweza kutegemea kama ingetokea kitu kama hicho. Walijikuta wakishiriki tendo la ndoa ndani ya kipindi hicho kifupi tu tangu waanzishe mahusiano yao. Latifa alijikuta akikaa wiki nzima pale nyumbani kwa Dula pasipo kwenda kwao. Na Dula alijikuta akimpenda sana Latifa. Kisha akaamua kuelekea nyumbani kwao kwa ajili ya kujitambulisha. Latifa, naomba twende wote nyumbani kwenu kwa sababu nataka nikuoe, alizungumza pale Dula. Na kiukweli Latifa alifurahi sana baada ya kusikia Dula akiwa amesema maneno hayo. Ila kwa upande wa Lilian, yeye alijikuta akiwa na mawazo sana kwa sababu familia yake yote ilikuwa imesambaratika. Mfariji pekee alikuwa ni mdogo wake ambaye ni Linda, alikuwa akimliwaza muda wote. Dada, kwa nini tusiende nyumbani ukabadilishe warau mazingira? Linda aliweza pale kumshauri dada yake. Sawa mdogo wangu, ila kiukweli naumia sana kwa aliyotokea. Nimepoteza kila kitu nahisi, alizungumza pale Lilian. Na safari ya kuelekea Songea iliweza pale kuandaliwa. Na baada ya siku 2 waliweza pale kuondoka. Pale nyumbani walitafuta mtu ambaye ndiye alikuwa akilinda nyumba ile. Basi Lilian pamoja na ndugu zake wanafika pale kijijini na kupokelewa vizuri na ndugu zao, na mwisho siku wanaamua kuishi pale. Lilian anajikuta akiishi kwa muda mrefu kidogo, na alikuwa ameshaanza kusahau mambo ambayo yalikuwa yametokea, japokuwa ilikuwa ni ngumu sana kusahau jambo lile. Lakini kwa upande wa binti Latifa, naye alikuwa amefika pale kijijini kwao huku akiwa muongozana pale na Dula ambaye ndiye alikuwa akienda pale kujitambulisha ili aweze kumchukua Latifa. Bibi yake na Latifa kiukweli alifurahi sana pale kumuona mjukuu wake, kwa sababu zilipita siku nyingi sana pasipo kumuona. Alikuwa ameshamtafuta kila sehemu lakini hakufanikiwa kumpata Latifa. Latifa,
ulikuwa wapi mwanangu? Ujue umenitesa sana mwanangu. Bibi yake na Latifa alimuuliza pale Latifa, na mara nyingi yeye alipenda sana kumuita mwanaye kwa sababu yeye ndiye alikuwa amemlea tangu Latifa alipokuwa mdogo baada ya wazazi wake kufariki. Bibi, ni simulizi ndefu sana. Nikipata muda nitakuhadithia, ila nimekuja na mwenzangu hapa, alisema pale Latifa na kumtambulisha Dula. Basi bibi yake na Latifa alimpokea pale Dula na alifurahi sana kwa ujio wa binti yake. Lakini Latifa alipokuwa ameingia pale chumbani kwake alifanikiwa kukuta mfuko mkubwa ambao ulikuwa chini ya uvungu wa kitanda chake. Alipoangalia mfuko ule aliweza kukuta kiasi kingi sana cha pesa. Na Latifa alikumbuka kwamba Nurati alisema kwamba lazima atamsaidia baada ya kumaliza kazi yake. Sasa maisha ya Dula na Latifa yalikuwa kienda kubadilika baada ya pesa nyingi ambazo alizokuwa ameachiwa pale na Nurati. Dula alikuwa hapo nyumbani kwa kina Latifa kwa wiki nzima. Lakini kuna siku Latifa aliamka na alikuwa kijisi uchovu sana. Yaani alikuwa kijisi kama homa hivi. Waliamua kumpeleka Latifa hospitalini na ikasemekana kwamba Latifa alikuwa na ujauzito. Hiyo ilikuwa taarifa njema pale kwa Latifa pamoja na Dula. Walifurahi mno. Basi siku ziliweza pale kukatika na Dula aliondoka pale ili kuendelea na majukumu yake ya siku zote. Latifa alibaki pale kijijini ili kuendelea kulea ujauzito wake. Kwa muda huo swala la pesa alikuwa tatizo kwake kwa sababu alikuwa na pesa za kutosha kwa kipindi hicho. Ila sasa kuna siku Latifa wakati alipokuwa amelala alijikuta akijiwa na ndoto, na kiukweli ndoto ile iliweza kumwogopesha. Latifa aliota kwamba Nurati, Zeisha pamoja na Mr. Jackson na yule mtoto wa Lilian walikuwa tayari wameshafika pale katika ulimwengu wao na walipokelewa vizuri pale katika ulimwengu wao. Na Mr. Jackson ambaye yeye ni Samiri alikabidhiwa pale ufalme na baba yake. Sherehe zilikuwa kubwa sana na watu wengi walikuwa kifurahia ujio wa Samiri katika ardhi yao. Lakini pongezi zote zilikwenda pale kwa binti Nurati ambaye yeye ndiye alikuwa amefanikisha jambo lile. Basi baada ya sherehe zote pale kuisha, Nurati na Samiri walikuwa sehemu wakipiga stori za hapa na pale. Na furaha sasa ilikuwa imesharejea pale katika ufalme wao. Na kwa upande wa mtoto wake ambaye yule mtoto wa Lilian na Mr. Jackson, yeye wala hakuwa na kikwazo kwa sababu pale alikuwa amebeba damu ya baba yake ambaye ni Samir. Na muda ule alikuwa akionekana katika muonekano ule wa asili ya Kiarabu ule. Japo kwa mbali alikuwa na weusi ambao usiokuwa ukikera. Sasa Nurati na Mr. Jackson walikuwa kizungumza. Nurati, mke wangu, naomba kwanza nisamehe sana kwa kukuacha hapa siku zote. Sasa tunatakiwa tuanze safari yetu upya, na nakuahidi kwamba sitorudi kule nilipotoka. Umenisikia mke wangu? Naomba unisamehe sana, alisema pale Samir ambaye ni Mr. Jackson, huku akimwangalia pale mke wake ambaye ni Nurati. Nashukuru sana mme wangu, na mimi nakuahidi kwamba nitakuwa na wewe siku zote, alisema pale Nurati. Lakini kwa mbali walisikia kama kuna mtu hivi akikohoa, na ilibidi waweze kutoka pale wafuate sauti ilipokuwa ikisikika. Walipofika pale walimkuta Zeisha ambaye ni mdogo wake na Nurati. Alikuwa ameinama pale na alikuwa kitapika. Zeisha, kuna nini tena mdogo wangu? Nurati alimuuliza pale mdogo wake baada ya kuona hali ile, lakini akopata majibu kutokea pale kwa mdogo wake mpaka pale alipomfuata na kumshika bega lake. Dada, nahisi nina ujauzito, alisema pale Zeisha baada ya kumgeukia pale dada yake. Zeisha, unasemaje? Ujauzito wa nani? Sijajua dada, ujauzito wa nani?
kwa sababu mimi sijawahi kufanya mapenzi, alisema pale Zeisha, huku akimwangalia pale dada yake ambaye kwa muda huo alionyesha kuchanganyikiwa kidogo kwa sababu hakujua ule ujauzito ulikuwa umetoka wapi. Ina maana sikuwatenganisha. Kwa hiyo Latifa na yeye ni mjamzito. Nurat alijikuta pale akijiuliza na hakuna jibu ambalo alilokuwa amelipata. Alimwangalia pale mdogo wake kisha akamtazama pale Samil na kumuuliza, Samil, tunafanyaje kuhusu Zeisha? Nurati, hii inabidi iwe siri yetu. Inabidi tuifanye siri mpaka pale atakapojifungua. Maana wanaweza kumuua wakigundua kwamba ana ujauzito, tena ujauzito wa binadamu. Wanaweza kumuua. Mimi ameshindwa kumuua mwanangu kwa sababu amechukua asilimia kubwa sana ya damu yangu. Na unajua kwamba mimi hapa nipo katika damu ya kifalme. Ila kwa Zeisha, mwana lazima atachukua asilimia kubwa kutokea kwa damu ya baba yake ambaye ni binadamu wa kawaida. Hawataweza kumwacha salama. Japo mimi ndio kiongozi mkubwa hapa, lakini kuna washauri na kuna amri ambazo zinatakiwa zifuatwe. Sikiliza Nurati, yatupasa kumficha Zeisha mpaka pale atakapojifungua, alisema pale Samil. Zeisha mdogo wangu, samani sana kwa kukuletea haya matatizo, lakini usijali, utakuwa salama. Ukishazaa tutajua nini cha kufanya kuhusu huyo mtoto. Ila nahisi kuna vita kubwa sana na kuja mbeleni kati yetu na uzao wa binadamu. Latifa naye ni mjamzito na kuna uhusiano mkubwa kati ya mtoto wako aliyekuwa tumboni mwako na mtoto aliyekuwa tumboni mwa Latifa. Hii inaweza kupelekea sisi kurejea tena duniani kwa mara nyingine, alisema pale Nurati kwa sauti ambayo ilikuwa na msisitizo ndani yake. Sasa Latifa alijikuta akishtuka kutoka katika usingizi mzito na mwili wake ulikuwa kitoa jasho mithili ya mtu aliyekuwa amemwagiwa maji. Latifa alijikuta akikaa kitako pale na huku akiema kwa nguvu mithili ya mtu aliyekuwa akikimbia. Ina maana Zeisha ni mjamzito. Ana ujauzito wa Dula. Mbona ikali? Kwa hiyo kazi ndio kwanza inakwenda kuanza tena. Mungu wangu. Latifa alijikuta akijisemea pale kitandani na alikuwa akiwaza ni jinsi gani ataweza pale kukabiliana na kitu ambacho kinachokuja hapo mbele yake. Kitu ambacho amekishuhudia hapo katika ndoto aliyokuwa ameiota. Kiukweli Latifa alijikuta akiogopa sana kwa sababu yeye alijua kwamba mambo yalikuwa yameshakwisha. Kumbe ndio kwanza kuna jambo lingine lilikuwa linakwenda kuanza. Lakini ghafla Latifa alianza pale kusikia sauti za ngurumo za radi pale nje ya nyumba yao. Na alianza pale kusikia sauti za watu wakipiga kelele pale nje ya nyumba yao. Hazikuwa sauti ambazo zinazoeleweka. Zilikuwa ni sauti za kutisha ndizo ambazo zilizokuwa zikisikika pale nje ya nyumba yake na Latifa. Mungu wangu. Ina maana haya mambo ndio yanaanza tena, alijiuliza pale Latifa huku akiwa amekaa pale kitandani. Basi mpenzi msikilizaji wa Simulizi Arena, mimi niseme kwamba hapo ni mwisho wa simulizi ya Latifa dada wa kazi katika msimu wa kwanza. Hapo tumemaliza simulizi ya Latifa dada wa kazi katika episodi ya 18. Hii ni season ya kwanza. Kama kutatokea kuwa na season 2 basi tutawaletea hapa ndani ya Simulizi Arena pekee. Kwa hiyo usiache hapo kuachia subscribe hapo, bonyeza hapo neno subscribe na usiache kulike, kukomenti nini umekiona katika simulizi ya Latifa dada wa kazi. Tumeona Latifa hapo ameweza kuota kwamba katika ulimwengu ule wa kina Nurati, yule la mdogo wake na Nurati ambaye ni Zeisha ni mjamzito. Na ukiangalia connection ni kwamba inasemekana
ana ujauzito wa Dula ambaye ni mpenzi wa Latifa. Na tumeona Latifa hapo akiwa amekaa kitako, ameweza kusikia kama kuna sauti za watu nje ya nyumba yao. Basi mpenzi msikilizaji, huu ni mwisho wa season 1 simulizi Latifa Dada wa Kazi. Kama season 2 ikiwa tayari, basi tutaleta hapa ndani ya Simulizi Arena. Basi mimi nikutakie usikilizaji mwema wa simulizi nyingine ambazo zinaendelea hapa ndani ya Simulizi Arena. Naitwa Victor Dismas Manda ambaye nimekuletea simulizi hii kwa njia ya sauti kuanzia mwanzo mpaka hapa tumefika tamati. Nambari yangu ya simu ni 0716 6162 79. Basi mimi niseme kwamba asante sana kwa kuwa nami. Kama wewe ni mpenzi wa simulizi, bonyeza hapo neno subscribe ili unapata simulizi zetu kwa wakati. Achia komenti yako pia niweze kujua umeionaje simulizi hii ya Latifa Dada wa Kazi. Niseme bye bye na usikilizaji mwema wa simulizi zinazokuja hapa.